Kwa kweli huwageuza watu kutoka kwenye imani. Katika mwaka wake wa 4, matunda yake yote yatawekwa wakfu, sadaka ya sifa kwa Yah. Kwa maneno mengine, ukaguzi. Mkulima mkuu wa mbinguni ataangalia matunda yetu. Je, hiki ni kitu kinachoweza kuliwa? Je, ni matunda mazuri? Je, iko tayari ili kweli itumike? Mwaka wa 5 waweza kula matunda yake ili kuongeza mavuno yake kwako. Mimi ni Yah, Elohimu wako. Unajua, kwa Kiebrania hapo iliyokatazwa, orla, hii inavutia, govi, kutotahiriwa. Unamaanisha watu hawa wanaweza kuwa na mioyo isiyotahiriwa, ingawa sasa wanaingia kwa ujuzi wa kweli wa imani. Lakini safari ya moyo haijaisha. Tunda si zuri, hawajaponywa. Mzizi wa hili RL hapa, wasiotahiriwa. Kubaki bila kutahiriwa, wanaonwa kama wasiotahiriwa. Tazama hili, kubaki bila kuvunwa, kuhesabiwa kama mtu asiyetahiriwa. Je, tunawasikiliza watu ijao katika imani kwa zaidi ya miaka 5? Je, tunasikiliza kile kinachoitwa ukosoaji wao na uelewa wao mzuri wa mambo? Na kwa nini? Huwezi kufanya hivi, hupaswi kufanya vile, usiwasikilize, hawapaswi kusema hivyo. Ninaiona wakati wote. Ujambo kaka na dada, mmetembea hapa kwa muda gani? Miaka 2. Matunda yenu ni yapi? Inamaanisha nini? Hivi ndivyo ninavyoiona. Na hupaswi kufanya hivyo. Lazima ufanye hivi. Unapaswa kuwa hili. Haiaminiki. Je, tumekaguliwa na matunda yetu ni kitu kitakachozaa uhai katika maisha ya mtu mwingine? Na je, kweli tuna maisha? Ni njia gani iliyo nyuma yetu? Je, ni uharibifu? Tatizo kuu hapa ni kwamba hakuna jinsi mchakato huu umefanyika. Kupogwa mti katika nyakati za kale ilikuwa marufuku kula matunda ambayo yalipandwa kwenye mti huo katika miaka 3 ya kwanza baada ya kupandwa. Matunda ya mwaka wa 4 kwenye mti katika nchi ya Israel yaliletwa Yerusalemu ili kuliwa na mwenyewe. Kwa maneno mengine, wanaangalia, je, haya mambo yanaweza kweli kupelekwa sokoni? Mwenye mti aliruhusiwa kufanya pendavyo na matunda ya mwaka wa 5. Hivyo, jambo hili lote limejengwa ndani ya utamaduni. Marufuku ya kula matunda kwa miaka 3 ya kwanza inahusu popote pale matunda yalipolimwa. Hata hivyo, kuna tofauti chache za kutembea au halakha kati ya matunda ya miaka hii yaliyopandwa katika nchi ya Israeli na yale yaliyopandwa nje ya nchi. Kwa hivyo sasa tutasema, sawa, hii haikupandwa hata katika ardhi. Tunda hili ni nyingi, ikabue. Tofauti kubwa zaidi kati ya hizi ni kwamba matunda yanayopandwa nje ya nchi hayaruhusiwi kuliwa. Ni pale tu mtu ana uhakika kwamba hali ya matunda haina shaka. Kwa hiyo, kama umekuwa Mkristo, Myahudi, Muislamu, umetoka kwenye lingi, sasa unalichunguza hili kwa makini. Kuna sababu ya hili. Huenda halifai kwa soko. Nje ya nchi ya Israeli, sheria za mwaka wa 4 zinahusu tu matunda ya shamba la mizabibu. Matunda ya mwaka wa 4 yanaweza kuliwa tu wakati hekalu takatifu limesimama. Kwa hiyo hiki ni kitu kilichotengwa au kuletwa mbele. Katika kesi yetu, Masiha, mtu anapaswa kuwa msafi kiibada nyakati za kale. Naam, yule ambaye ni msafi kiibada sasa hivi ni Masihi. Atatuchunguza. Tukiamua kufanya hivyo kabla ya ukaguzi huu, tukiamua kutoamini kwamba kanuni hizi ndizo zinazotumika,
Kuna watu husema, mimi ni mfuatiliaji wa Torati, nafanya hivi na vile. Una muda gani imani? Miaka 2. Nao wako bizi wakiwafundisha wengine la kufanya. Naenda, unaheshimu Torati? Hapana, sio. Tunaweza kwa urahisi sana, iwe ni bidii yetu, iwe ni ujinga wetu, iwe ni hali yetu tu ya kutokutahiriwa kwa mioyo yetu, kuvunja mambo haya bila kuamini kwamba maagizo tuliyopewa ni kwa sababu nzuri sana. Hekalu la leo halipo, bila shaka, kwa ajili ya Uyahudi wa kisasa. Kwa hiyo katika Uyahudi wa kisasa wanajiona wote kuwa ni najisi kidini na kadhalika. Na hii ni kwa sababu hawaelewi damu ya Masiha katika imani yao kama sehemu ya safari yao ya imani bado. Ni jambo la kuchekesha. Wanachofanya ni kwamba badala ya kuleta matunda haya Yerusalemu, wanayahamisha. Njia yao ya kushughulikia hili, tunahamisha utakatifu wa matunda haya, na wanayabadili kwa kiasi kidogo cha pesa, halafu wanatupa pesa hizo. Wanjia, asante Yuda. Jaribio la imani ya mti wa mlozi. Kwa hivyo, tuna mzeituni. Tunashuka kwenye mto wetu wa uzima. Masihi anaongoza hapa chini. Tunasimama karibu na mzeituni kwanza, kuponda kidogo na chumvi. Tunakuja huko na kisha tunaendelea na tunakutana na mti wa mlozi. Ametufanya tusimame karibu na mlozi, sawa? Kwa hivyo tena tumetoka kwenye picha hii nzuri iliyopigwa picha katika mti huu wa maarifa na mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima, na tumetoka nje ya bustani. Tuko kwenye safari yetu ya nyikani, na safari hii ya nyikani ni kututoa kwenye njia, kweli na uzima. Ninakushauri, miti ya kidini ndiyo mahali ambapo ikitoa matunda mazuri tutaanza kuelewa kweli za milele, mambo aliyoficha kumuhusu, ili tuyajue kweli. Njia ni nyembamba, nyembamba. Filibo, tulizungumzia hilo wiki iliyopita. Kwa hivyo tunaelekea kwenye ukweli au la? Naam, kuna miti hii miwili mikubwa ambazo naamini zimenakiliwa katika maandiko ambayo yanatufundisha kuhusu mahali tunapopaswa kuelewa ukweli huu. Kwa sababu tukianza safari inayofuata, kuna miti miwili ya miti hii mitano mikubwa ambapo si mzalishaji wa matunda. Kuna mahali tumefika au hatujafika, na italeta uzima au la. Mti wa mlozi, ukimaanisha shakadi hapa kwa Kiebrania. Mti wa mlozi, lozi, kokwa za mlozi. Ni rahisi hivyo. Mzizi, shakad hapa kwa Kiebrania, kuamka, kutazama, kuamka, kuwa macho, kukesha, kuwa macho, kukosa usingizi, kuwa macho. Je, hii haivutii? Huyo ndiye, unajua, tunaye mlinzi. Wale ambao hawajalala, wale ambao sasa wanatafuta, wale ambao ni sehemu ya kitu ambacho sasa unaweza kuanza, uweze kuendelea kutazama ikiwa wewe ni kipofu. Unajua, mkezo, kurudi kwenye muujiza huu mkuu na usioeleweka wa Masihi, ambao macho yetu yanaweza kuona na masikio yetu yanaweza kusikia. Kuna kitu kinachoendelea hapa, lakini kimenakiliwa kwa maana halisi ya yenyewe katika mti wa mlozi. Hiyo ni bahati mbaya? Sidhani hivyo. Mambo ya kuvutia kuhusu mti wa mlozi au kichaka kijadi hupandwa katika maeneo yenye maeneo ya umwagiliaji. Mlozi ulipandwa kando ya miteremko kama ya hilali yenye rutuba kote Mashariki ya Kati. Jina maalum, Stella tifolium, mzeituni mwitu, linamaanisha kwamba, angalia hili, majani yanayotoa nuru ya nyota. Je, hilo halivutii? Mti huu maalum unahusiana na mwanga unaong'aa. Dalili za kwanza za upandaji wa mlozi mtamu zinaweza kufuatiliwa hadi karibu miaka 4,000 iliyopita. Sawa, kwa hiyo tuna hili jambo la kale la Mashariki ya Kati, na inasema huu uhusiano na kokwa unaweza kufuatiliwa katika nyakati zote.
Hivyo, hili ni sehemu kubwa ya historia ya kibiblia, maarifa na uelewa unaounganika hasa na sikukuu za vuli. Lozi hurejelewa mara kwa mara katika Biblia nzima. Mti wa mlozi mwitu wenye uchungu unakuwa kwa kasi kiasi, hasa katika udongo wenye mbolea kutosha unaomwagiliwa vizuri, na hakika haifai kwa bustani ndogo. Inavutia. Ina tabia ya kuenea upande. Inataka kwenda kushoto au kulia. Sawa? Haitaki kubaki katika mto wa uzima. Inataka kufanya hivi. Inataka kufanya hivi. Hata hivyo, ikikatwa kwa usahihi, inaweza kuunda mti wenye umbo zuri. Ni vyema kutoondoa shina za chini au kigingi kwenye shina kuu. Huvunjwa kwa urahisi na upepo ikiwa juu yake inakuwa nzito. Fikiria kila upepo wa mafundisho ukivunja jambo hili. Popote matawi ya pembeni yanapokatwa, matawi nene yatakuwa kutoka chini ya sehemu iliyokatwa, kwa hivyo yana umbo rahisi. Ikiwa imekatwa, lazima ikatwa. Inafurahisha, tunda huelea na utawanywa na maji katika mazingira haya ya asili. Pia huishi kwa muda mfupi na hufa katika hifadhi. Kwa hivyo mtawanyiko ni kwa maji. Fikiria maji yaliyo hai. Zaidi ya hayo, kama hazioti na kujiimarisha haraka, kwa hivyo ukishaingia kwenye maji yaliyo hai na kadhalika na unapanda, kabla ya mvua za kwanza za majira ya baridi kali, zitaoshwa na maji hadi baharini. Fikiria bahari iliyokufa. Inavutia. Angalia hii. Majani ya mmea huu yana uwezekano wa kuungua. Sasa wanaweza kuhimili joto fulani, na mzeituni mwitu hustahimili moto wa haraka kwa kawaida kwa kuchipua kutoka kwenye shina. Fikiria neta. Ajabu ni nini kimejengwa ndani ya mti huu wa mlozi, kichaka cha mlozi. Lozi mbichi zina ladha bora zaidi kutokana na uwepo wake wa sianidi ambayo hutoa asidi ya prussic. Ilikuwa kitu chenye sumu ndani yao kilipoliwa. Kwa hivyo, na zina uchungu. Kwa hivyo, zinahitaji kupikwa kwa moto ili kupoteza ladha yake chungu. Hii inavutia. Tutazungumzia hili tena baada ya muda mfupi. Faida za kiafya kwa moyo na mwili wa mlozi: hutoa kiasi kikubwa cha virutubisho. Kiwango cha juu cha vioksidishaji vyenye vitamini E nyingi husaidia sukari kwenye damu, vinaweza kupunguza viwango vya kolesteroli na kuzuia oksidasheni hatari. Kolesteroli ya LDL mwilini, vitu vibaya, hupunguza njaa na inaweza kusaidia katika kudhibiti uzito. Lozi na ngozi yenye afya zinajulikana sana. Kisichojulikana sana ni kuimarika kwa afya ya mifupa, nguvu ya mwili. Husaidia afya ya utumbo kudumisha afya njema, na inaweza kuweka mioyo yetu ikiwa na afya njema. Dumisha utendaji kazi mzuri wa ubongo. Hii inavutia. Mahali ambapo tunapaswa kuchukua mawazo yetu mateka ili hisia na mawazo yetu yasitutawale. Ili kukuza ukuaji wa nywele. Husaidia kupunguza hatari ya kupata saratani. Faida kuu 12 hapa. Hizo zinapatikana kwenye mti wa mlozi. Siwezi kujizuia kuungana na makabila 12 ya Israeli na hatimaye baadhi ya kanuni hizi zinazotumika katika uponyaji wa mataifa. Ajabu inachofanya kisayansi sasa, kwa kuwa tunaweza kuelewa mambo haya. Siri zikifichuliwa. Kutoka 23 mstari wa 31 na 33 inasema, kitu cha kuvutia. Mbona umeingiza hili Kez? Nilidhani ni kuhusu mti wa mlozi. Nisome hapa. Tengeneza kinara cha dhahabu safi. Kwa hivyo haya ndiyo mapambo yanayotolewa yatakayowekwa ndani ya hema katika patakatifu. Kinara cha taa kitatengenezwa kwa kazi ya kufua. Kwa hivyo itachukua muda kidogo. Mzozo. Msingi wake na shina lake, vikombe vyake, kaliksi zake hapa. Ni yupi kati ya maua hayo atakayekuwa na kipande kimoja naye? Na matawi 6 yatatoka pande zake.
matawi matatu ya kinara cha taa upande mmoja na matawi matatu ya kinara cha taa upande mwingine. Vikombe vitatu vilivyotengenezwa kama maua ya mlozi. Sasa hili ndilo pambo kuu la mahali patakatifu. Kipande cha ua kilikuwa kama maua ya mlozi kwenye tawi moja na vikombe vitatu kama maua ya mlozi, kila kimoja kikiwa na shoka lake na ua lake. Kwenye tawi lingine, tawi la 6 linatoka kwenye kinara cha taa. Kwa hivyo imetoa maelezo ya kuvutia ya kitu hapa, kwa sababu hapa mti huu wa mzeituni hapa, sine hapa. Kwa kweli ndivyo ilivyo kwa miti michanga ya mlozi mwituni na michungu. Anaendelea kusema katika Torati hapa. Kwa hivyo tunasoma Kutoka 25:34 hadi 37. Na juu ya kinara chenyewe kutakuwa na vikombe 4 vilivyotengenezwa kama maua ya mlozi, pamoja na kitovu chake na maua yake. Na kitovu cha kipande kimoja kiko chini ya kila matawi mawili kati ya matawi 6 yanayotoka kwenye kinara cha taa. Matovu yake na matawi yake yatakuwa ya kitu kimoja, nayo yote yatakuwa kipande kimoja cha kazi ya kufua ya dhahabu safi. Atatengeneza taa 7 kwa ajili yake, na taa zitapangwa ili zitoe mwanga kwenye eneo lililo mbele yake. Hivyo kitu hiki cha ajabu kinachotengenezwa kwa ajili ya mahali patakatifu, ambacho kinatokana na mti wa mlozi, ni kwa kusudi la kutoa mwanga. Kulingana na Torati, ile inayotumika pale inaitwa chad kwa Kiebrania. Hii hapa picha yake, imetokana na mti wa mlozi, na hii ilitengenezwa ili iwe katika mahali patakatifu, mahali palipo moja kwa moja nje ya patakatifu pa patakatifu, ambapo palikuwa na uwepo wa Elohim ndani ya sanduku la agano. Unaijua ishara hii? Arkeolojia nchini Israeli inathibitisha kuwa hii ndiyo ishara iliyotumiwa na Kahol wa mwanzo au kanisa. Walitumia ishara hii kuwasiliana wao kwa wao. Si jambo la kushangaza hilo? Hivyo wale waliokuwa karibu zaidi na ufunuo wa imani ya kweli na waliokuwa na msingi wa imani walikuwa na vyote viwili, na walikuwa ahad na hicho. Walijitambulisha kwa ishara hii. Mathayo 5:14 hadi 16 inasema hivi: ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji uliowekwa juu ya mlima hauwezi kufichika. Hekalu lilikuwa litawekwa juu ya mlima, bila shaka huko Yerusalemu. Wala mwanga wa taa usiweke chini ya kikapu. Kwa nini? Kwa sababu itaiteketeza kabisa. Lakini kwenye kibanda, na hutoa mwanga kwa wote waliomo ndani ya nyumba. Fikiria nyumba ya Israeli. Vivyo hivyo, nuru yenu na iangaze mbele ya watu, ili mpate kuyaona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Sasa hili linavutia, kinachosemwa hapa katika Mathayo. Inahusiana moja kwa moja na mwanga huu wa ulimwengu. Lakini unahitaji mafuta yaliyosagwa ili kitu kiwake. Fikiria, kwa nini safari ya kwenda kwenye mzeituni? Kwanza, fikiria kwa nini mabikira 10 na 5 walikuwa na mafuta, 5 hawakuwa nayo. Ni zile zipi zilizoweza kutumika kutoa mwanga? Haya yote yalieleweka sana katika imani ya kale. Katika Ufunuo 1:12-13 inasema hivi: kisha nikageukia sauti iliyokuwa ikisema nami na kugeuka,
Nikaona vinara 7 vya taa vya dhahabu, na katikati ya vinara mmoja aliye kama mwana wa Adamu. Hivyo kwa maana halisi Masiha akiwa amevaa joho refu na mkanda wa dhahabu mweupe kifuani mwake, wakati kichwa cha kusanyiko lake ni kahal na linaweza kutoa mwanga. Na kuna onyo, kama halitafanya hivyo, kinara cha taa kinaweza kuondolewa. Ufunuo wa Yeshua uliotolewa katika Ufunuo 1:20 kuhusu fumbo la nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na vinara 7 vya taa vya dhahabu, na zile nyota 7 ni wajumbe wa makusanyiko 7 makanisa, na vile vinara 7 vya taa ni makusanyiko 7. Unamaanisha hii inatuwakilisha sisi? Inakuambia sasa katika Ufunuo. Fumbo hili, huu ufunuo uliofichwa katika ufunuo wa Masiha, unakuambia hiki kinapaswa kuwa nini hasa. Inatuhusu sisi. Swali pekee ni, je, tunaweza kutoa mwanga? Asili ya hekalu hili kuu na ishara ya imani ilikuwa nini? Tumeona maagizo tuliopewa ambayo tumesoma katika Torati kuhusu jinsi ya kutengeneza. Lakini ramani ya msingi ya hili ilikuwa ipi? Ninaamini kuna jambo zuri katika maandiko ambalo tunahitaji angalau kulizingatia kama sehemu ya hili. Kwa njia nzuri sana, nimepata kile kichaka cha moto cha ajabu. Nataka kupendekeza kwako kwamba hiki kilikuwa ni kichaka cha mlozi. Kuna jambo la kuvutia lililofunuliwa katika simulizi hili. Katika Kutoka 3:1-3 inasema, sasa Musa alikuwa akichunga kundi la mkwewe Yethro, kuhani wa Midiani, na aliongoza kundi lake upande wa magharibi wa jangwa. Wakafika Horebu, mlima wa Elohim, na malaika wa Elohim akamtokea katika mwali wa moto kutoka katikati ya kichaka. Alitazama na tazama, kichaka kilikuwa kinawaka moto, lakini haikuliwa. Inavutia jinsi menora hii inavyoweza kuwaka. Pamoja naye amesimama katikati yake, na bado kinara cha taa hakiteketei. Kuna uwakilishi wa kuvutia unaoendelea hapa. Musa akasema, nitageuka nione maono haya makubwa. Kwa nini kichaka hakichomwi? Tena Sinai kwa Kiebrania ikimaanisha kichaka chenye miiba. Kichaka chenye miiba kilichotumika sana katika nchi za kale za Israeli kilikuwa mlozi. Kichaka, mti. Je, hiyo ni bahati mbaya? Sidhani hivyo, lakini inaenda mbali kidogo. Yawe alipoona kwamba amegeuka, Elohim akamuita kutoka kwenye kichaka, kutoka kwenye mti, Moshe, Moshe, naye akasema, mimi hapa. Kisha akasema, msikaribie, vua viatu vyako miguuni mwako. Hii inavutia Sara, kwa maana mahali unaposimama ni mahali patakatifu. Mahali patakatifu. Amesimama nje ya patakatifu pa patakatifu. Kwa nini? Ardhi ilichukuliwa kuwa mahali patakatifu kwa sababu kwa kweli palikuwa na uwepo wa Elohim. Je, wakati huu ulikuwa ramani au ungekuwa ramani ya kile ambacho kingeakisiwa katika hema la kukutania na hekalu halisi? Ninaamini unasoma chanzo cha kwa nini pambo hilo lilitengenezwa. Anataka hili liwe sehemu ya kuwa katika uwepo wake katika mwanga huu. Nafikiri hili halingeweza kuwa kitu kingine ila mti au kichaka cha mlozi. Na kila kitu kinaelekeza kwa nini kiliwasilishwa na kutengenezwa na kuwekwa katika mahali patakatifu pa hema la kukutania na hatimaye hekalu. Ninaamini Kooli wa mwanzo walijua hili. Kichaka cha moto cha ajabu. Je, ni cha ajabu hivyo kweli?
Au ni kwamba hatuelewi kile tunachosoma hasa? Wakati huu uliokamatwa na Moshe, ambapo uwepo wa Elohim ulifanya kuwa patakatifu pa patakatifu, maeneo ambayo amesimama mbele yake, anajikuta anafanya hivyo akiwa na mti au kichaka kinachowaka moto, ambacho hakiteketei kwa moto. Je, huu ndio uwakilishi wa wakati huu wa kuwa mbele ya utakatifu uliotengwa? Kisha utaunganishwa kama tulivyoona na kahal wa mwanzo kwa kahal halisi na kile kilichofunuliwa katika Ufunuo. Sisi tunapaswa kuwa uwakilishi wa hili. Ni sifa gani za tunda la mlozi? Inazidi kuwa zaidi. Elohim akasema, tazama, nimewapa kila mmea utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, na kila mti wenye mbegu zake katika matunda yake. Katika hali yake sahihi, mtavila kwa ajili ya chakula. Kwa hivyo, kula mbegu inavutia. Mojawapo ya mambo ya tunda hili na mbegu hapa, lozi zina kiwango cha juu cha kalsium, shaba, chuma ndani yake. Inavutia sana. Hiyo ni asili tu ya Mashariki ya Kati. Lozi chungu zitatoa kiasi hicho hicho, ingawa napata hii ya miligramu 4 hadi 9 sianidi ya hidrojeni kwa kila mlozi. Siwezi kujizuia kufikiria mlima Sinai hapa kila wakati. Sina uhakika kama kuna uhusiano wowote hapo. Inanikumbusha tu, mti wa mlozi wenyewe unajulikana kama aina nzuri sana ya mbao ngumu pia. Mimara. Nimefika hapa. Kumbuka kwamba damu ya sianidi ambayo ina chuma ndani yake pamoja na mbegu yenyewe na potashi ni viungo muhimu vya kutengeneza bluu ya Prussia. Hii ilikuwa rangi kuu ya mavazi ya kuhani mkuu. Hii si bahati mbaya. Ukitaka kujua zaidi, nitaelezea hili kwa undani zaidi katika mafundisho ya Elohim in Blue. Hakuna bahati mbaya katika hili. Na kuhani mkuu amesimama katikati ya hili. Tunafikiria kuona picha zetu za rangi au tunatengeneza vitu vya buluu na vinginevyo. Yote ni rahisi sana katika siku zetu za kisasa, lakini karne chache tu zilizopita ni matajiri pekee ndio wangeweza kuwa na rangi hiyo. Kulikuwa na kitu kilichojengwa katika nchi za kale na mila za kale na maagizo ya kale ya Torati. Na matokeo ya mfumo huo wa dhabihu, matokeo ya maagizo ya Torati, waliweza kutengeneza rangi ya buluu. Yote kutoka kwa mti huu wa mlozi. Naam, chemotherapy ya asili ya kinga ya Elohim. Mbegu za parachichi ambazo ni jenasi zenye umbo la mbegu halisi ya parachichi. Mlozi ni sawa. Kwa kweli, zina ladha sawa sana ukikula mbegu za parachichi. Mwanzoni itakuwa na ladha ya mlozi sana na kisha itakuwa chungu kwako. Mbegu ya parachichi ina amigdala. Hii ni mchanganyiko au upande. Wanaita B17. Sasa, wakati mwingine imetengenezwa kwa sehemu na mwanadamu ikiwa na umbo lake la synthetic, lakini dutu asilia ni amigdala. Amigdala ni dutu ya mmea ambayo hupatikana katika karanga mbichi, lozi chungu, kabla ya kupikwa, kabla ya kupashwa moto, pamoja na mbegu za parachichi, tufaha na cheri. Na mimea kama maharagwe ya lama ambayo ni kifuniko cha mtama pia ina amigdala ambayo hubadilishwa kuwa sianidi mwilini. Kuna maagizo ya kula vitu hivi katika Torah. Inawezekana kwamba kuna uhusiano na kitu ambacho mbegu hizi zinakuwa nacho zikiwa mbichi. Siasinidi ni sumu na ina madhara makubwa hasa kwa seli za saratani. Hivyo hili ni jambo la kuvutia, uponyaji wa mwili. Ondoa vitu vibaya na uvishughulikie. Mwili wa binadamu unaweza kuondoa kiasi kidogo cha sianidi, lakini sio kingi kwa dozi kubwa. Kiasi kikubwa kinaweza kunyima seli za kawaida oksijeni na kusababisha sumu ya sianidi. Kwa njia hii, unaweza kupata sumu ya sianidi.
Hatupaswi kamwe kula zaidi ya kiwango kinacholingana na tunda lenyewe katika mtu yoyote aliyeketi. Kwa maneno mengine, kula kwa njia yake ya asili ni kinga ya asili ya saratani. Nimeagizwa kula mbegu hizi. Tuna nini? Inaendelea. Mlipuko huu wa saratani hizi zote unaoendelea, wengi wao kwa mkono wa mwanadamu au kutokuwa na lishe bora. Je, hii haivutii kwamba kuna kitu kinachoendelea katika mti huu ambacho kinatakiwa kuwakilisha nuru ya Masihi? Ina njia ya kujilinda yenyewe iliyojengewa ndani. Angalia hivi. Katika Torati nambari 17:6a inasema hivi: Musa alizungumza na watu wa Israeli na wakuu wao wote wakatoa. Wakuu wao wote walimpa fimbo mmoja kwa kila mkuu kulingana na nyumba za baba zao, fimbo 12, na fimbo ya Haruni ilikuwa miongoni mwa fimbo zao. Na Moshe akaweka zile fimbo mbele za Yah katika hema la ushuhuda, hema la kukutania la kuvutia. Siku iliyofuata Moshe aliingia katika hema la ushuhuda, na tazama, fimbo ya Haruni kwa ajili ya nyumba ya Lawi ilikuwa imemea na kutoa machipukizi na maua. Ilizaa mlozi waliokomaa. Imeshikamana moja kwa moja na mahali patakatifu, imeunganishwa moja kwa moja na fimbo za Israeli. Sasa unaona uhusiano na Kohol ya mwanzo na kwa nini tunaona katika Ufunuo. Eklesia, kusanyiko, inawakilishwa kwanza hapa na wasimamizi wa makabila 12. Wote wanashika fimbo za mlozi. Lakini ile iliyomea na kutoa maua na kuzaa mlozi waliokomaa, hii ndiyo fimbo ya Haruni kutoka nyumba ya Lawi, ukuhani wa Walawi. Inazaa tunda hili ambalo lina mengi ya kutufundisha na lina faida nyingi sana. Kwa maana hema iliandaliwa, sehemu ya kwanza ambayo ndani yake